Heri ya kwa Rezma na Ramadhan Karim kwa wale wote ambao wako kwenye mfungo. Karibu sana Kajenjele TV. Tuyazungumze yale mengi ya kimichezo ambayo tuko nayo hii leo. Na jina langu ni Ramadhan Amin nikiwa sambamba na Simba Uranga. Hapa kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa kizungumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, yameleta hisia kubwa na mpaka sasa mwafaka wake bado, ikiwa ni swala lile la kusitishwa kwa dabi ya Kariakoo ambayo mpaka sasa ufafanuzi bado, lakini kumekuwa na story nyingi ambazo zimekuwa zikizungumzwa. Kila mtu anavuta kwake, kila mtu anazungumza yake. Lakini hii leo Steven Mguto ameweza kuzungumza, ametoa dapo neno baada ya muda mrefu ambao kila mtu amekuwa akizungumza kutoka kwake, na kubwa zaidi ni baada ya Young Africans kutoa taarifa yao kwamba kwa maana ya barua kwamba wanaomba bodi ya ligi itolewe maana ijiuzuru ama vipi, lakini issue kubwa ni kuhusiana nao watoke. Lakini jambo ambalo limesababisha kubwa ni kukosekana kwa maana ya kuahirishwa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ilitarajiwa kuchezwa Machi 8 katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini hii leo amezungumza japo kidogo na kusema kwamba anaifananisha kesi hii na ile ambayo ilitokea mwaka 2021, na tunakumbuka nayo ilikuwa ni na scenario kama hii ni kubadilishwa tu kwa muda. Ilikuwa mchezo unatakiwa kuchezwa saa 11, lakini baadaye ukaahirishwa kwamba mchezo uchezwe saa 1, lakini Young Africans akafika saa 11 na Simba akafika saa 1. Na kama unakumbuka wakati ule na baadhi ya waamuzi walikuwepo katika mchezo, lakini mambo sitofahamu ikasema ugumu ulikuwa mwingi kuamua kesi ile, lakini ni tofauti na uamuzi wa sasa hivi ambao umekuwa kinachozidi tu ni maneno ndio yamekuwa mengi. Kauli hiyo ambayo ameizungumza Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, ambao Young Africans anakuwa hawaridhishi naye na kwamba hawana imani na bodi ya ligi kwa ujumla wake, na wamezungumza mengi, lakini pia kumekuwa na sitofahamu japokuwa hakuna ukweli wowote kwamba tayari Young Africans wameenda kasi, lakini fununu zinazungumza kwamba Young Africans tayari ameenda kasi kwenda kulishughulikia swala hili ambalo limekuwa na mambo mengi mpaka sasa. Mwafaka haujafahamika kwamba kitu gani kimechoamuliwa. Tuko na Simba Uranga, pengine tutayamulika haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Ana maoni gani? Ana nini cha kuzungumza? Dabi itakuwepo, TFF ana ya bodi ya ligi wataamua nini kwenda kukifanya jambo hili kuwa lenye usawa, na wengi ambao wanatarajia kuona kile kitu kinaenda kuwa cha uhakika na kwenda kufanyika, pengine kwa sababu kutakuwa na mambo mengi. Kwa maana kitu kisipofanyika kuna vitu vingi, maana ili mtu hapo kwenye pointi wengine washushwe daraja, ni kutokana na kanuni ambazo zimewekwa. Pengine jambo hili litaenda kuamuliwa kiasi gani tutakuja kuangazia. Tuko na Simba Uranga, ataeleza kwa upana wake. Bana Simba, mambo vipi kaka? Mtafi za majukumu. Majukumu sawa, na kama ambavyo unaona tunapambana. Tuko hapa kidogo tunapata upepo na joto la Dar es Salaam. Alhamdulillah, kuna namna nimefurahi kuona magorofa makubwa haya kabisa. Ndio raha ya kuwa mjini. Mjini kuna raha yake. Na tunashukuru mzuri kabisa. Namshukuru Mungu ofisi zetu ziko hapa bwana. Ndio raha yenyewe. Mimi na enjoy. Nashukuru. Bwana, twende kwenye issue zima sakata hili, kwa maana ya kwamba mpaka sasa mwafaka bado haujawekwa wazi kitu gani ambacho kimeamuliwa rasmi, lakini kila mtu amekuwa anazungumza yake. Young Africans kwenda kasi, Simba na iachia bodi ya ligi. Bodi ya ligi bado haijatoa mwafaka, lakini leo Steven Mguto tumemsikia fanya interview moja kati ya online media kwamba swala hili linawaumiza kichwa. Kiukweli linawaumiza kichwa, lakini ni kwamba bado hawajapata mwafaka na hawajatoa taarifa kamili, lakini kiukweli ni kwamba kitu kinawaumiza kichwa. Kuna namna ya njia yoyote ambayo inaongeza ile pressure ya watu kwa maneno kama haya kwa viongozi? Pressure inakuwa ni kubwa, lakini kila mmoja anazungumza ya kwake. Lakini mimi binafsi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama mechi haitochezwa. Yaani ndio mtakuwa mtu wa mwisho. Mimi na imani 99.999 huu mchezo upo. Kwa Yanga wapite huku wapite kule, lakini Yanga wataingia uwanjani. Yaani ndio nitakuwa mtu wa mwisho kukubali kwamba Yanga hatucheza, kwa sababu najua viongozi wa Yanga wana weledi mkubwa.
hii ni kujambisha tu, lakini naamini mechi itachezwa. Umezungumzia kuhusiana na issue ya mahakama ya CAS. CAS ni mahakama ya usuluhishi ya kimataifa. Na mara nyingi kwa timu, vilabu, taasisi kama wanakuwa jaridhishwa katika maamuzi yote na maamuzi yakatoka katika shirikisho husika wakawa jaridhika nalo, mahakama juu yake zaidi ambao mahakama ya mwisho kabisa katika upande wa kimichezo ni CAS. Ndio. Huwezi kwenda serikalini, kwenda wapi? Manake katika mpira wa miguu kuna mahakama zake. Ndio hiyo CAS. Hiyo ndio chombo cha mwisho kabisa. Kikiamuliwa hicho ndio huwezi kwenda sehemu nyingine. Labda uende kwa Mungu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho baki miujiza ya Mungu. Tuliona kipindi kile kwa upande wa sakata la Yanga na Simba. Nasa Yanga na TFF. La kuhusu Bernard Morrison. Yanga mambo mengi amekuwa ameamuliwa huko. Hapa TFF walikaa kama tazama wakaamua. Wakaipa nafasi Bernard Morrison alishinda kesi. Mpaka akaanza kuimbwa wakili msomi. Lakini baadaye wakaenda kule katika mahakama ya usuluhishi, walikata rufaa Yanga. Baada pale mahakama ikakata rufaa, ikawa ndo ameshinda kwa upande wa Bernard Morrison. Kwa hiyo nafikiri hii ndio mahakama ya mwisho kabisa katika swala la usuluhishi. Na kitu ambacho kwa upande wa watu wafahamu ni kwamba hii ambayo inaendelea sasa hivi ni kwamba endapo Yanga atakwenda kule CAS, lazima kuna muda CAS itabidi irudi tena kwa upande wa shirikisho husika la nchi husika kama Tanzania, TFF na bodi ya ligi, kuuliza huo mustakabali umeenda vipi, imekuwaje swala. Watapewa maelekezo yote. Wakishapewa mtiririko wote ilikuwa A B C D, baadaye tutakuja kutoa uamuzi. Kitu ambacho kwa upande wangu naona kama kuna dalili mechi kaa hivyo kaepo tu. Sababu hii wale bodi ya ligi na TFF wana mandate ya kuahirisha mechi yote kama watakuwa wameona kuna vitu ambavyo havijaenda sawa. Wana hiyo nafasi. Ndio maana katika kanuni ya TFF ipo kanuni ambayo inawataka wao kuahirisha mechi kama kiona kuna vitu havijakaa sawa. Ndio maana ripoti ya mwisho ama taarifa ya mwisho ya bodi ya ligi waliingia katika kanuni ya kuahirisha mechi. Kwa nini? Kwa sababu waliona mechi kuna kuwa na viashiria vya usalama kutokuwepo, lakini pili kuna tuhuma za rushwa inasemekana, kwa hiyo wakaamua kuahirisha mechi. Na ndio maana walitangaza mechi haitokuwepo, watakaa wachunguze, itapangiwa tarehe siku nyingine, wakaambia kamati seti ya mchezo wote kwamba msiende uwanjani, mechi haitakuwepo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mpaka sasa hivi kuna namna kila mtu anaweza kujitetea. Na bado mechi kapangiwa tarehe yake nyingine. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kinakwenda, lakini mwisho wa siku hii itaenda kwenye upande wa kanuni, sheria, taratibu na vitu vinginevyo. Na bado unaweza kuona kwamba nafasi bado ipo kubwa ya bodi ya ligi kuweza kusema tuliamua hivi na wakapewa mandate hiyo na mechi. Ndio maana kasa mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba mechi hiyo itachezwa. Kama Yanga tuingia uwanjani mechi ya pili ile ambayo itapangwa na taratibu za mchezo zikafuatwa, maana wakaenda waamuzi sio akaenda nani wa GS General Secretary kamisa wa mchezo wakakaa pale kwa muda wote, wakafuata taratibu zote, timu ikakaguliwa, timu ikasubiriwa dakika ya 20 ama 30, timu ngeni ama mwenyeji hajafika, timu iliyofika inaweza kupewa alama 3. Maana yake watakuwa wamefuata taratibu za mchezo. Mimi naweza nikaungana na wewe Simba kwa sababu asilimia kubwa kwenye vilabu hivi ama maamuzi ambayo huwa yanatoka hapa kwetu hasa unakuwa yanazingatia sana issue ya busara kutumika sana. Pengine naamini hivyo, kwenda busara ikatumika. Kwa maana ipi? Kuna kauli moja ambayo ameizungumza leo mwenyekiti kwa maana ya Steven Mguto kwamba assume kwamba unaipeleka Simba ama Young Africans kesi ama kasi ama unaifungia Young Africans ama inashuka daraja. Unaona kuna mantiki gani ama unaona kuna faida gani ndani ya ligi yetu? Kwa hiyo mimi naamini kwa kauli hiyo kuna namna busara inaweza ikatumika. Na kitu ambacho tunataka kusema kwa upande wa viongozi wote wa timu mbili Simba Yanga, kuna viongozi wanajua sheria. Unajua kuna muda sasa inabidi ifuatwe kanuni. Ndio. Kanuni ifuatwe hii na ile. Na ukiangalia mpaka sasa hivi ndio maana nikasema kwamba kwa mfano mechi ile ya mwaka 2021 ambayo mechi iliahirishwa. Ile mechi Yanga alikuwa ananyang'anywa alama. Ni busara tu ya bodi ya ligi ilitumika pale. Kwa nini? Kwa sababu ile mechi ndio Yanga alikuwa kikanuni alikuwa na sheria zote. Alikuwa na sheria zote. Lakini wenye mamlaka usiku washatoa taarifa ya mwisho kwamba nyie mechi itachezwa saa ngapi? Saa 1. Okay. Hata kama wewe
upo sahihi. Lakini mkubwa wako ashakwambia itakuwa hivi, inabidi ufuate, sio mkubwa wako. Okay, mwenye mamlaka. Mwenye mamlaka. Yes, ndo bosi. Yeye ndo anaratibu mambo yote hayo. Amekwambia sasa hivi mechi itakuwa saa 1 badala ya saa 11. Mlikaa kikao chenu kwa sababu ile na hii. Kwa hiyo haina haja kubishana naye mkubwa wako. Huwezi kubishana na mzazi. Okay. Mzazi akamwambia fuata mzigo wangu saa 11 jioni. Lakini anakuja nusu saa kabla anakuambia hivi usile saa 11, peleka saa 1. Wewe utaki. Ndio maana anabia ratiba mimi nitaenda hii saa 11 afu kwa hiyo kaenda kweli hivyo. Anaweza kuadhibu. Hata kama ulikuwa na haki kwamba ndio. Aliniambia saa 11, lakini mimi ndio nilikwambia saa 1 sasa. Okay. Kwa hiyo ndio maana ile mechi ukifuatilia Yanga alikwenda saa 11 mwaka ule. Waamuzi hawakuwepo. Viongozi wa mchezo wote hawakuwepo, kabisa Sudani hawakuwepo. Wakaenda saa 1 kwa mujibu wa taratibu ambao walipewa na bosi ambaye alikuwa ni bodi ya ligi na TFF. Ndio. Na hata Simba alifika saa 1. Na ndio maana saa 11 walifika pale kuna mtu yote. Ila saa 1 Simba alifika ka train, waamuzi walikuwepo, viongozi wa ligi walikuwepo, mechi commissioner alikuwepo, si kamisa mchezo alikuwepo. Kwa hiyo Simba alikuwa na room kubwa ya kupewa alama 3. Lakini wakabidi watumie busara. Lakini safari hii ukiangalia mwaka huu iliyotokea, Yanga wameenda wakati bodi ya ligi imeshatoa taarifa kwa mechi haipo kabisa. Haya basi ndio umeenda pale, haya mechi saa 1:15. Wewe saa 12 ushachochoa. Sasa kwa kuna vitu vingi ambavyo ndio wanasema hata ukienda kule CAS wataangalia taratibu imekuwa hivyo kwa bado yeye mwezi kwa alama 3. Maana yake kilio kikubwa cha Yanga ni kwamba Yanga wanataka alama 3. Okay. Hivi kuna utoaji wa alama 3 za hivyo? Yaani hata mtazamaji aangalie kuna utoaji wa alama 3 za hivyo. Okay. Mechi saa 1:15. Ili alama 3 upewe lazima ufike saa 1:15. Kwenye mechi pale labda saa 11 umefika, umetrain, ikifika saa 1:15 unasubiria mpinzani wako. Nusu saa ama robo saa. Mpaka saa 2 kasorobo pale. Ndio ilikuwa utoke. Wewe umefika saa 11, umeondoka saa 12. Mtihani. Alafu anataka alama 3. Kwa hiyo ndio maana nikasema Yanga na hakika Yanga kuna viongozi wana uweledi. Ndio. Hiyo wanajambisha tu. Wanajambisha, mimi na hakika mechi itakuwepo na inapangwa. Maana kama usipoenda maana yake watakosa ubingwa. Ligi sasa hivi ukiangalia tofauti imagine alama 1 tu. Ina maana kama Yanga hatakwenda uwanjani maana yake itakuwa ni mechi 29, sio 30 katika msimu mzima. Unapewaje ubingwa ukiwa hujakamilisha raundi hizo? Maana yake ni mzunguko wa 23. Unapewaje ubingwa wakati hujamaliza mzunguko wa 30? Simba huenda, mimi naamini kama pengine kuna namna kila mtu anataka kuonesha ukubwa wake. Ndio maana busara kwa maana kwamba na Mguto akimsikia maelezo yake atakwambia hii yote ni sababu tulishakosea huko nyuma. Toka enzi na enzi, maana yake timu za muda mrefu. Yanga imezaliwa mwaka 1935, Simba 36. Toka nyuma huko walikuwa na tabia ya kuzilea kimayai hizi timu, kimayai. Kwa hiyo imechukua muda mrefu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sasa hivi kutoa maamuzi makali, maana yake ule mtoto ashakubuhu. Maana yake hata mtoto kuweza kumbadilisha katika ukubwa wake wanasema samaki mkunja angali mbichi. Kwa hiyo inakwenda kidogo taratibu. Itachukua baada kuna muda baada itafika miaka mbeleni kule, sheria itakuwa inafuata ni msumeno tu. Ujaja alama 5 unanyang'anywa, unashuka daraja. Sio kule hapa Italia. Juve ama Juventus walishushwa daraja kwa sababu ya viburi vyao vile. Okay. Fuma za rushwa nini wakashushwa daraja. Hivi karibuni katika ligi kuu ya England Everton alinyang'anywa alama 15. Sio, umeelewa? Ndio. Kwa hiyo nafikiri kuna siku itafika na hivi vilabu vile vishazoea sisi tunadekezwa, wale wenye mamlaka husika watakataa kudekezwa. Na wengine wameenda mbali wanasema wataambia sasa hivi nafuata sheria. Wewe shauri zako pap. Kwa hiyo inaweza kuja kuathiri baadaye. Kwa hiyo nafikiri wanavodeka Simba na Yanga hivi kuna muda mamlaka husika hawatakuja kuwa na huruma ya kuwadekeza. Kwa sasa hivi tunaenda hivyo, ndio maana akasema ni ngumu kwa sababu ni muda mrefu tumekuwa na tabia kuwalelea hivi kimayai. Kwa nafikiri hii mechi mimi na hakika itachezwa na siku za mbeleni kule. Itapigwa, Yanga anajitafuta tu. Itachezwa. Ni katika ule ubishani kwamba mimi mkubwa na nini anaonyesha ukubwa wangu. Okay. Mechi itakuwepo. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwa mechi hii
ya marudiano ya Yanga na Simba kwamba haitachezwa. Mimi naamini mechi itachezwa na mimi nitakuwa ni mtu wa mwisho. Mtisha sana Simba Uranga. Asante. Naam, huyo alikuwa ni Simba Uranga, ameeleza kwa upana na kile ambacho anakiona kwenye kesi hii ambayo bado inaendeleza kuwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa Instagram, huko Facebook maandiko yamekuwa mengi, lakini hasa kwenye vipindi vya michezo ni mijadala ambayo imekuwa inaendelea, lakini muafaka wake umekuwa bado ni changamoto kufahamika kutokana na nini? Bado bodi ya ligi hawajatoa taarifa yao rasmi kwa kile ambacho kilitokea Machi 8, ikiwa tu ni baada ya Simba kushindwa kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo, ambayo wenyewe waliamini ni utaratibu na ni haki yao kufanya vile, na Young Africans wakaona na wenyewe kwanza, kwa nini mtu agomee? Kwa nini mchezo uahirishwe ambao taratibu tayari wenyewe waishazifanya zote, maandalizi kamili tayari, lakini muda mchache baada ya mchezo uahirishwe? Kwa hiyo nao wakaona si sawa, na wenyewe wamesema hawachezi tena, ambapo ilikuwa ni taarifa iliyotoka kwamba taarifa itapangiwa rasmi, lakini sasa pengine huenda bodi ya ligi bado wanajivuta, kwa maana ya kwamba Young Africans bado na mgogoro wake. Huenda hata ikapangwa tena tarehe hiyo, Young Africans bado akasema kwamba mimi nilishasema sichezi. Kwa hiyo huenda inasubiriwa kuweka taratibu na nini, na pengine ambavyo watu wanaenda mbali, timu zetu ama jamii yetu ya Tanzania imekuwa ikiamuliwa kwa busara. Busara imekuwa ni kitu ambacho kinatumika sana, pengine ndio hicho ambacho labda pengine kinasubiriwa kuweza kwenda kuamuliwa kesi hii ambayo bado imekuwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, lakini hata mtu mmoja, kila mtu amekuwa bado anazungumza yake. Na sisi kama ambavyo umetusikia hapa, Simba Uranga anaamini kwamba huu mchezo lazima ucheze kwa kile ambacho tunakifahamu, kwa sababu yameshatokea haya na tumeyaona. Kwa hiyo ni swala la muda tu, tusubiri pengine kuna namna ambavyo itatokea. Cha kukusii, subscribe, share, comment kuendelea kupata yale mazuri ambayo yanapatikana hapa Kajenjere TV, na hii ni sports update ambayo tunakuwa tunakuletea yale mengi ya kimichezo. Jina langu ni Ramadhan Amin, nilikuwa sambamba na Simba Uranga ambaye alikuja kwenye tathmini yake hiyo, lakini nyuma kamera ambaye anatupa picha ni Jacob, moja kati ya wapiga picha ambao wako bora sana. Mpaka wakati mwingine, bye bye.